Hii ni Freedom mtazamaji, hii ni Freedom Studio na kipindi ni Sayari ya Soka, na tunakuletea kipindi hiki. Mimi ninayekuletea kipindi hiki ni Samuel Kakila kwa niaba ya timu nzima ya Freedom, na kimsingi tunataka tupige stories za kimichezo, tukibobea kwenye eneo la mpira wa miguu, tukiingia ndani na kupata story 2-3 kuhusiana na matukio tofauti yaliyojiri kwenye anga la soka katika nchi ya Tanzania. Nitaangazia kwa sehemu kubwa mchezo wa Yanga na Simba, lakini pia Yanga na Simba zote mbili zimecheza CRDB Federation Cup katika mwishoni mwa wiki iliyopita, na pia nitakuletea matukio mengine yaliyojiri ya kimichezo hasa upande wa mpira wa miguu, maamuzi ambayo yamefanyika na kamati ya saa 72. Tutajadili kidogo kabla ya kuhitimisha. Na sasa nitakuletea mchezo wa Yanga na Simba, Yanga akiwa mwenyeji, Simba akiwa ugenini. Mchezo ulichezwa katika dimba la New Aman Complex, na wote tunafahamu matokeo yalivyokuwa. Matokeo yalikuwa bila. Mchezo ulitoka suruhu, timu zote hazikufungana, na kimsingi pamoja na mambo mengi ambayo yalionekana kutokea au kufanyika ya nje ya uwanja, lakini timu ya Simba ilionekana kuimarika zaidi katika mchezo huu na Yanga kucheza chini ya kiwango. Na kimsingi timu zote mbili zinajivunia sajili ambazo zimefanyika katika dirisha dogo la usajili. Simba wamesajili nyota kadhaa katika dirisha dogo la usajili, na inavyoonekana ni kama usajili ambao wamefanya katika dirisha dogo inaweza ukawa ni usajili mzuri zaidi kuliko usajili ambao waliufanya katika dirisha kubwa. Mimi nikiangalia kwa upande wangu na kwa mtazamo wangu, kama mtu ambaye ninaweza kuchambua usajili ambao wamefanya, nafikiri Simba wanaweza wakawa wamefanya vizuri zaidi katika dirisha dogo la usajili kuliko walivyofanya katika dirisha kubwa, jambo ambalo ni gumu kidogo kwa ujumla, kwamba timu inaweza ikasajili kwa kiwango kizuri katika dirisha dogo, kwa sababu ni dirisha ambalo wachezaji wengi wanakuwa wamejifunga kwa mikataba mikubwa katika dirisha kubwa. Kwa hiyo mara nyingi ukipata mchezaji anakuwa ni mchezaji ambaye pengine anakuwa hakuwa kwenye timu acheze, anakuwa nje ya timu, au anakuwa ana sababu zingine wakati huo za kutokuwa kwenye mkataba wa kuitumikia timu yoyote na kadhalika. Timu zote mbili zinaonekana kufanya vizuri kwenye dirisha dogo la usajili. Simba wakimsajili Oura, wakimsajili Basege, kuna Toure, lakini pia na golikipa ambaye amesajiliwa, ni golikipa mzuri ambaye anachezea anadaka katika timu ya taifa kama golikipa namba 1. Kwa hiyo na nyota wengine ambao wameongezeka kama Luemba na wengine ambao wameongezeka katika dirisha dogo. Nafikiri ni swala la kuwapa muda ili waweze kupata muunganiko mzuri kwenye timu, ili timu iweze kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kimsingi mchezaji anapofika kama mgeni, na hasa wale nyota ambao wanatoka nje ya nchi, ukiacha Simba imesajili pia mchezaji kama Chama na Kibabagi. Hawa ni wachezaji ambao ligi ya Tanzania wanaijua vizuri, wamepita Singida ya Yanga na Simba pia. Chama amewahi kuwa Simba, akatoka kaenda Yanga, ametoka kaenda Singida, amerudi tena Simba. Anaifahamu vizuri Simba, anafahamu vizuri ligi ya ndani. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa wa ligi ya Tanzania bara, lakini
lakini wachezaji wengine ni wageni. Kwa hiyo yale mazingira na kuifahamu timu, kuwafahamu wachezaji wenzao vizuri. Lakini pia Simba imemsajili kocha naye ni mgeni. Kwa hiyo kuna namna kocha inabidi awe na uzoefu na ligi ya Tanzania, lakini awe na awajua wachezaji wake vizuri na aweze kujua nani anaweza kumsaidia kwenye eneo gani, wakati gani, kwenye michuano gani. Wachezaji wengine kama kina Libase Geye, Oura, Tore, wapya wote wale, na wao vivyo hivyo wana nafasi ya kuifahamu timu, kufahamu michuano wanaocheza. Simba haichezi ligi kuu peke yake, inacheza FA, inacheza michuano mingine nje ya FA na ligi kuu. Kwa mfano mwezi wa 4 kutakuwa kuna Mapinduzi Cup, kutakuwa kuna Muungano Cup, sio Mapinduzi, samahani. Watakuwa wanahitaji kupapatuana na timu kama Azam, Singida, Yanga na timu zingine kule Zanzibar katika uwanja wa New Aman Complex na ule uwanja mwingine ulioko Pemba. Sasa wachezaji wapya katika timu zote mbili wanahitaji kupata uzoefu wa michuano hii, lakini pia timu hizi zinacheza michuano ya kimataifa, na bahati nzuri Simba walipofanya usajili wachezaji hao walipata nafasi ya kuwemo kwenye michuano ya klabu bingwa pia na kushiriki kwa mechi kadhaa. Kwa hiyo wachezaji wote hawa wanatakiwa wapewe nafasi. Sasa kwenye mechi ya Yanga na Simba, timu zote mbili Yanga na Simba walipata nafasi ya kuwatumia wachezaji wao wapya waliosajili katika dirisha dogo la usajili, na kimsingi wanaweza wakawa walileta chachu mpya, na kimsingi Simba ilionekana kutoa changamoto fulani upande wa timu ya Yanga na kujitahidi kufanya vizuri zaidi na kulingana na vile ambavyo ilikuwa ikifikiriwa. Mchezo wa mwisho kabla Simba hajacheza na Yanga, Simba alitoka sare ya bila kufungana. Mchezo wa mwisho Yanga kabla hajacheza na Simba alifunga timu ya JKT goli 5 kwa bila. Sasa unaweza ukaelewa kwamba kulikuwa kuna matarajio gani au matazamio gani kwamba watu wakikutana itakuwaje, lakini Simba alijitahidi akacheza kiume na akafanikiwa kumzuia Yanga kutimiza malengo yake ya kuifunga Simba kwa mara nyingine tena. Kama Yanga angeweza kuishinda Simba, angeweka rekodi ya kuifunga Simba mara 7 mfululizo, lakini Simba walilifahamu hilo, wakawa wameweka msuli na wakaizuia Yanga kuifunga Simba kwa mara ya 7 mfululizo, na wakatoka sare ya bila kufungana. Kulikuwa kuna matukio kadhaa, na hasa matukio ambayo ni gumzo ni ile la Selemani Mwalimu kuweka kambani mpira ambao refari alikataa goli. Refari msaidizi namba 1 alinyosha kibendera akiashiria kuwa ni offside, lakini bodi ya ligi inasema yalikuweko makosa ya kiuamuzi. Tukio jingine ni lile ambalo Prince Dube alipokea mpira katika nafasi nzuri akiwa anataka kufunga au akiwa anaelekea kufunga. Refari namba 2 alinyosha pia kibendera kuashiria kuwa yuko offside, lakini kwenye picha za marejeo inaonyesha kabisa kwamba alikuwa onside. Haya ni matukio makubwa zaidi yanayozungumzwa, na tayari bodi ya ligi kamati yake ya saa 72 imeshakaa na kufanya maamuzi ya kuwapa adhabu marefari hawa namba 1 na namba 2 wote wawili, na refari namba 1 amepata adhabu ya kufungiwa miezi 6
refarii namba 2 akifungiwa miezi mitatu, na kwa hiyo hatua zimekwisha kuchukuliwa. Ukiacha stori zingine za mambo ambayo yalifanyika, na nafikiri Simba wamepata fine ya maswala yaliyoashiria kutokana na vitendo vilivyoashiria mambo ya kishirikina. Lakini ukiacha hizi story, na bodi ya ligi imekwisha kufanya vikao vyake na kufanya maamuzi. Ukiacha hizo story, challenge dakika 90, Simba walicheza mpira mzuri kwa sababu kimsingi ukiangalia walianza kwa nguvu tangu dakika ya kwanza, na walikuwa wapate goli mapema tu. Isingekuwa uhodari wa golikipa Diarra, basi nafikiri Simba walikuwa na nafasi ya kuambika goli tangu dakika za mwanzoni kabisa. Na walianza kama kawaida wanavyoanza siku zote. Simba wanaanza kwa nguvu wakiwa wanacheza na Yanga zile dakika 15. Na wengi tulifikiri kwamba wakianza kwa nguvu labda baadaye watafifia, lakini waliendelea kwa nguvu kwa dakika zote 90. Walianza kwa nguvu, wakaendelea kwa nguvu kwa dakika zote 90. Kwa hiyo walikuwa na nafasi nzuri sana Simba ya kufanya vizuri katika mchezo wa dabi, na wali surprise Yanga kwa sababu kimsingi Yanga nadhani hawakutarajia kwamba Simba atakuja kwa nguvu kiasi hicho. Na kwa hiyo mchezo Simba waliumudu, walicheza vizuri, wali contain Yanga, lakini pia walishambulia kwa nguvu, na walithubutu kujaribu kufanya majaribio ya kuweka kambani mpira mara kadhaa kuliko Yanga walivyofanya. Kwa hiyo ilikuwa ni surprise kwa Yanga, na Yanga unaweza kusema walicheza chini ya kiwango, na hawakucheza mchezo ambao wengi walitarajia kwamba wanaweza kucheza mchezo wao. Na mwisho wa siku Simba wanabeba turufu, na wanaweza wakabeba pongezi kutoka kwa mashabiki wa mpira wanaofuatilia, na ambao wanafuatilia na waliokuwa na mategemeo fulani kwenye mchezo wenyewe. Yanga Simba walionyesha mchezo mzuri, na walicheza mchezo mzuri, na walideserve, na mwisho wa siku wote walivuna sare ya bila kufungana, na sasa wanaendelea na michuano ya CRB Federation, lakini pia wanaendelea na michuano mingine ya ligi kuu. Ratiba za ligi kuu zinaendelea, timu zote mbili zinakabiliwa na michuano ya ligi kuu, na kila moja akihitaji kupata alama 3 kwenye michezo yake kwa ajili ya kupigania ufalme wa soka Tanzania bara. Kwa hiyo tunaweza kusema mchezo ulikuwa mzuri. Yanga kwa upande wake walicheza na nyota wao pia ambao wamewasajili, yuko Dep, yuko Alan Okello, wako wachezaji wengine wazuri ambao wamewasajili katika msimu wa dirisha dogo la usajili, na ni wachezaji ambao baada ya kusajiliwa wameingia moja kwa moja kwenye kikosi, na wachezaji waliotarajiwa kufanya pia vizuri kwenye mchezo huo. Lakini nadhani bado wazo la kwamba wachezaji katika timu zote mbili wanahitaji muda ili kuweza kutengeneza muunganiko mzuri ndani ya timu, kwa upande wa Simba, kwa upande wa Yanga, ili waweze kuwa na impact zaidi kwenye michuano yote ya kimataifa au michuano ya ndani. Bado wazo hilo lina nafasi kubwa zaidi, kwa sababu kimsingi wachezaji wote wa timu zote mbili wamesajili wachezaji ambao hawajapata muda wa kutosha, na bado kocha ni mgeni kwa kila upande wa timu. Kocha ni mgeni kwao, wao kocha pia kwao, wachezaji ni wageni kwake, lakini wachezaji wenyewe wanahitaji kuzoeana, wageni wazoee wenyeji na kadhalika. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba timu zote mbili zinahitaji kupata muda kwa wachezaji wao wapya wapate kuzoeana na kuweza kupata muunganiko kwenye timu, ingawa wachezaji wanaonyesha ni wazuri kwa sababu wamesajiliwa na moja kwa moja wameingia kwenye kikosi. Bado tunaangalia, tunatazama tuone nini kitatokea
katika hatua zilizoko mbele. Bado ligi ni mbichi na bado kuna michezo mingi mbele ya safari ya ligi kuu. Bado kuna michuano kama ya FA na yenyewe timu zote mbili zinawania kombe la FA. Tutaona nini ambacho kitaendelea. Baada ya hapo, Simba ilicheza na timu moja ya B19 na kufanikiwa kupata magoli mawili ya ushindi katika kombe la CRDB FA, wakati Yanga ilicheza na Polisi Tanzania. Na Polisi Tanzania ni timu ambayo inacheza Champions, inacheza katika ligi ya Championship, na kimsingi wana historia. Simba na Yanga na Polisi katika michezo yao wana historia ya ushindani. Kumbuka Polisi amewahi kuwa ligi kuu kabla ya kushuka kwenda Championship. Kwa hiyo ana historia fulani ya jinsi anavyocheza na Yanga na ambavyo amekuwa akitoa changamoto kwa timu ya Yanga. Kwa hiyo juzi tulikuwa tunasubiri washabiki wa soka kuona anatoa changamoto ya namna gani kwa upande wa klabu ya Yanga atakapocheza nayo. Amecheza nayo na kimsingi nafikiri quality ya timu zote mbili iliamua mchezo. Yanga walishinda Polisi Tanzania kwa goli 7-1, na hiyo inaonyesha ni jinsi gani quality kwa upande wa timu zote mbili iliamua mchezo huu. Na kwa hiyo michezo hii ilikuwa ya mtoano, na kimsingi Yanga wanaingia 16 bora, Simba pia wanaingia 16 bora. Na mwendelezo wa michezo hii inaonyesha jinsi ambavyo sura za timu Yanga na Simba zote mbili, jinsi ambavyo mipango yao ilivyokaa ya usajili na wa ushiriki kwenye michuano na mashindano ambayo wanashiriki ya ndani na ile michuano ya nje. Tunatazamia kuona mambo makubwa zaidi baadaye. Inaonekana Simba wamefanya marekebisho, kwa sababu katika kipindi cha nyuma Simba walikuwa, ukilinganisha na Yanga, wanafanya makosa makubwa kwenye eneo la usajili kuliko Yanga. Yanga walikuwa wanakosea, lakini asilimia za Yanga kukosea zilikuwa chache, asilimia za Simba zilikuwa kubwa. Lakini this time around naona Simba wamerekebisha makosa yao, wameleta wachezaji ambao wana kiwango kizuri, wana uzoefu, wana ujuzi, na wamekuja wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Na kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana Simba wakaleta changamoto nzuri kwenye michuano ya ligi kuu ya Tanzania bara, lakini na kwenye michuano ya FA na kwenye michuano mingine. Mwezi wa 4 watakuwa timu zote Yanga na Simba pamoja na Azam pamoja na Singida Black Stars watakuwa kwenye michuano ya muungano ya kombe la muungano. Timu zote 4 zitakuwa kwenye zikishirikiana na timu za Zanzibar kule. Kwa hiyo kutakuwa kuna kombe la muungano, na tutaangalia timu hizi kama zinakutana, nini ambacho kinatokea sasa kwenye michuano hiyo, na tutaona nani ambaye ataibuka kidedea wa kombe lenyewe la muungano, au kama timu zote mbili zitashindwa kuchukua kombe. Na timu kama Singida na Azam nazo tutakuwa tunaziangalia, kwa sababu na zenyewe zimefanya usajili zake, japo waliofanya sajili sana ni Yanga na Simba, na nafikiri Azam kwa sehemu. Pia baada ya mchezo wa Simba na Yanga na Simba, mchezo wa ligi kuu mwingine ambao ulichezwa unaohusisha timu hizi mbili ni ule mchezo uliochezwa kati ya Yanga na timu ya Singida Black Stars, ukichezwa katika ule uwanja wa Airtel Singida, na Yanga ilishinda kwa magoli 3-0, mchezo ambao wapenzi wa soka walikuwa wanatarajia utakuwa mgumu na Singida wataleta ushindani mkubwa sana. Lakini kama ninavyosema, nafikiri quality na nafasi kubwa ya kuamua, basi Yanga waliibuka kidedea wakifunga magoli yao 3 dhidi ya Singida Black Stars. Na kwa hiyo Yanga anaongoza ligi, na
nafikiri malengo yake ni kuendelea kumaintain ambacho amekuwa akifanya katika misimu mingine iliyopita, lakini tunajua kwamba ligi ni ngumu na timu zote zinataka kufanya kitu kikubwa na kuleta ushindani mkubwa, na timu zote zinataka kuhakikisha kwamba hakuna anayechukua kombe hilo kirahisi, na timu zote zinawania ufalme wa soka katika ligi kuu Tanzania bara. Ninatoka huko kwenye uchambuzi kuhusiana na mchezo kati ya Simba, Yanga na Singida Black Stars, lakini pia FA Federation Cup, FA Confederation Cup, na sasa ninakuja kwenye uchambuzi kuhusiana na maamuzi ya kamati ya saa 72 baada ya makosa kadhaa ambayo yamefanyika na timu kadha wa kadha zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara, na kidogo wadau wa soka wanajadili sana kuhusiana na adhabu ambazo zimetoka, na hasa adhabu ile inayomhusu Selemani Mwalimu wa Simba kwa tukio ambalo alilifanya, nadhani Simba ikiwa inacheza na Dodoma Jiji. Lakini pia kuna kauli ambazo zimetolewa na msemaji wa timu ya Yanga kuhusiana na adhabu hizo, na kimsingi sisi kama wadau wa soka tunachoangalia ni nini msimamo na ni vipi mpira wa nchi yetu unasimamiwa, na nini ambacho kinaweza kikafanyika ili kuhakikisha kwamba mpira wa nchi yetu unakuwa katika nafasi nzuri ya kukuzwa, kustawishwa na kuendelezwa. Selemani Mwalimu amepata adhabu ya kutokucheza mechi 3 za mashindano ya ligi kuu baada ya kumpiga kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji, adhabu ambayo msemaji wa Yanga anadai imechelewa, ilitakiwa itolewe mapema kama vile adhabu zilizotoka mapema za wachezaji wengine ambao wengine ni wachezaji wa Simba, Yanga, lakini pia Azam na nadhani Singida Black Stars wana mchezaji ambaye alipata adhabu kama hii. Kanuni inasema mchezaji akipatikana na hatia kama ya Selemani Mwalimu atapewa adhabu ya kukosa mechi 5. Na wadau walikuwa wanajadili sana wakati fulani kwamba mechi 5 mchezaji ni nyingi sana. Mechi 5 nafikiri ni nyingi, na pengine kanuni taja au ingetamka mechi 3 tu zilikuwa zinatosha kuliko kuenda kwa kutaja mechi 5 kwa mchezaji, maana hiyo ni kazi yake, na mechi 3 zinatosha kumfanya yeye ajifunze kama alifanya kosa la namna hiyo. Lakini bodi ya ligi nafikiri wao kanuni mwanzoni kabla ya ligi kuanza walivyokaa waliamua kwamba mchezaji atapewa adhabu ya mechi 5. Okay, kuna wachezaji ambao wamekwisha kutumikia adhabu hizo, kina Soa wametumikia adhabu hiyo wa Simba, Baka wa Yanga, na wachezaji wengine wametumikia adhabu za mechi 5 kwa makosa waliyofanya yanayofanana na Selemani Mwalimu. Kinachowashangaza wadau wa soka ni kwa nini kamati ya masaa 72 ikatoa adhabu kwa kuchelewa ya Selemani Mwalimu. 1, 2, kwa nini wametoa adhabu ya kwamba Selemani Mwalimu akose mechi 3 tu na sio mechi 5? Sasa hili ndilo ambalo wadau wa soka wanalijadili kwa wingi, na wanajaribu wanajaribu kufanya tathmini ya uadilifu wa wasimamizi wa soka katika nchi, kwamba kwa nini mchezaji huyu yeye akikosea anapewa adhabu, kanuni ni ile ile, makosa ni yale yale, lakini adhabu yake inakuwa mechi 5. Mchezaji huyu anakufanya kosa lile lile, kanuni ni ile ile, lakini adhabu yake inakuwa ni mechi 3. Sasa ndio
jaribu kuhoji uadilifu wa usimamizi wa ligi. Na mimi nafikiri wadau wa soka wanahoja, na inabidi wasimamizi wa mpira wa miguu wajaribu kuweka standards kwa zilizo sawa kwa wachezaji wote na kwa timu zote kwa ajili ya kuboresha mpira wa nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia kuna adhabu imetolewa kwa marefali. Refali walifanya makosa ambayo kwa kweli ni makosa yanayofanana, kanuni ni ile ile. Mmoja anaadhibiwa kwa kwamba amefungiwa mechi 6, mwingine anaadhibiwa kwa amefungiwa mechi 3. Nafikiri hii inaleta utata kwa washabiki wa mpira wa miguu katika nchi ya Tanzania. Na kwa hiyo tunatoa maoni yetu kama wadau wa soka kwamba usimamizi wa mpira katika nchi yetu, mpira tunataka ukue, ustawi, uendelee. Tunataka mpira uwe kwenye kiwango kizuri kabisa, na tunaposema ligi ya nchi yetu imekuwa na iko kwenye nafasi nzuri, kwa mfano sasa iko kwenye renki iko kwenye namba 6. Ukiangalia renki za zile ligi za nchi za Afrika, ligi kuu, ligi ya Tanzania iko namba 6. Sasa tunatazamia kuwa wasimamizi wawe watu ambao wanaendelea kuiboresha ligi ili iweze kufanya vizuri zaidi na kuboresha mpira wa nchi yetu, kusimamia, kuonyesha wanasimamia kwa haki bila kupendelea, bila kuwa na double standards. Kwa hiyo tunashauri kwamba ni vizuri kusikiliza sasa maoni ya wadau, lakini vizuri kufanya marekebisho. Msimu uliopita kidogo kulikuwa kuna shida na ilionekana kwamba ligi inataka kuvurugika. Sasa yale yaliyotokea msimu uliopita, ni vizuri ligi ingefanya tathmini yake, bodi ya ligi, halafu na kamati zake zote, halafu wasifanye makosa walioyafanya msimu uliopita walipotaka kuivuruga ligi yenyewe, ili kwamba sasa msimu huu makosa yale yasijirudie, mambo yale yasijirudie, na msimu huu kila kitu kiende vizuri, ukizingatia kwamba pia ratiba ni kama vile tuna ligi itachelewa kuisha, lakini tungetamani ligi iwahi kuisha ili timu zipate nafasi ya kujiandaa na michuano ya kimataifa. Kuna ligi, kuna klabu bingwa, kuna michuano ya shirikisho na kuna michuano mingine ikiwemo kombe la dunia ambalo linachezwa mwaka huu mwezi wa Juni. Sasa bodi ya ligi ina nafasi ya kuhakikisha haki inatendeka na inasimamia kila kitu katika usawa, kusiwe na double standards, ili kila mdau aweze kuridhika na maamuzi ya bodi ya ligi pamoja na kamati zake. Kwa leo tuishie hapa, na ninakukaribisha katika vipindi vingine ambavyo tunaviandaa kwa ajili ya siku zijazo. Uendelee kuenjoy ukifuatilia Freedom Studio na kipindi chako pendwa cha Sayari ya Soka alamsik.